Mimi nataka kuwasihi viongozi tufanyie kazi pamoja ili Kenya iweze kwenda pahali inataka kwenda. Sisi bado tuko chini, ufisadi umetuweka chini, tuko mbali. Na opportunity ikipatikana ya amani, come together, move towards one direction for the good of our country. So I want to ask leaders, be yourselves, stand on your own 2 feet, plant a sense of direction into masses and more so the Western leaders. Come together, the opportunities now. You will never get another opportunity. Seize this opportunity where His Excellency the President is saying corruption must be fought. Don't associate yourself with the corrupt again. Clean this country. Small countries have made it. Yule wanasema kila wakati Waluhya wako pamoja, tuko hapa pamoja. Na tungependa kusema timu Tanga, mtupe space. Ndio tuletewe nini? Nataka Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ujue hili, na wewe unanishika, najua ni rafiki watu hao, uambie kwamba sisi Waluhya tuache pamoja, tufanye mambo yetu. Si namna hiyo? Na mimi nasema Deputy President, wewe uko pale, tafadhali usitulazimishe tukufuate ndio ulete maendeleo kwetu. Nataka maendeleo yakuje bila kusukumwa. Si namna hiyo? Constituencies zingine zimebaguliwa. Unaona ile neighboring constituency inapatiwa MTC, wewe hauna. Hiyo nyingine inapatiwa maji, wewe hauna. Kwa nini? Kwa sababu lazima ufuate Deputy President wa Kenya. Saa hii naweza kutembea kila pahali hapa. Naweza kuingia Kisumu kila pahali hapa. Watu wa Kondele hawawezi kuniruhusu nipite bila kupita hapo Kondele. Asante baba, na asante Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, sababu mmetuwezesha kutembea kila pahali Kenya bila kuitisha visa. Na hata wakati huo kutembea hapa ilikuwa kwanza unatoa visa. Na visa ilikuwa ODM. Hiyo ndio ilikuwa visa hapa. Sasa hii haijalishi kama wewe ni wa ODM, wewe ni wa Jubilee, wewe ni wa chama gani, hii ndio Kenya tunataka kuona, Kenya ikiwa pamoja. Nimesema mimi sitaki kusikia mambo ya Tanga wala kieleweke. Kazi yetu ni kufanyia kazi Wanjiku. Wanjiku ni Nafura, Wanjiku ni Anyango, na Wanjiku ni ule mwananchi mnyonge. Waluhya msikubali kuweko kama kuku. Ni kama tunapewa mahindi. Ruto ndio ni Deputy President, lakini mambo 2022 awache Waluhya tujipange. Sisi hatukubali kupangwa. Awache Waluhya tufanye nini? Tujipange. Na Mheshimiwa Gimose, najua pengine ni rafiki yako, mwambie awachane na Waluhya, tutajipanga. Na kwa mambo ya kuja hapa anafikiria Waluhya ni wajinga. Waluhya nyinyi wajinga? Waluhya sisi ni wajinga? Tutajipanga ama tutapangwa? Tuko na kiongozi wetu Mudavadi, tunamheshimu. Tuko na Moses Wetangula, tunamheshimu. Tuko na Eugene, tunamheshimu. Sisi si wajinga, wawache tujipange. Na sisi tunajua mwelekeo wetu 2022 ni wapi. Referendum tuna support, handshake tuna support, mambo ya Tanga hatuko. Ni swala la ugatuzi. Ndugu yangu Eugene, wewe ndiye waziri, go and tell the cabinet that the Commission for Revenue Allocation, the constitutionally mandated commission to allocate revenue, has allocated to the counties 335 billion. It's inadequate, but we in the Senate have accepted it. It's grossly inadequate in a budget of 3.2 trillion. Give the counties the 335 billion and all the cases in court will collapse, all the noises will collapse, and everybody will sit down to work as we negotiate for more resources coming to the county. Raila Musali and I, in our campaign, said we want 45% of the revenues to come to the counties so that we can have industries, we can have development. We still stand for that. So my brother,
Let's talk, but don't reduce the budgeting process to a level where counties only become agents of the Paymaster General and nothing else. Otichiro. Governors are elected to govern and to serve the people. Governors were never elected to become activists and to march to court. That is the truth. Governors were elected to govern and not to demonstrate going to court. Therefore, devolution should not be undermined. That governors have gone through a desperate situation because there's a threat to devolution. Ladies and gentlemen, do not undermine devolution. Our legislators, we are pleading. If you can send Rotich back when he brings his proposal in the budget, and you send him back because he has not factored in certain allowances, send him back when he's taking money away from the county governments so that he puts it back. If you want to a joke a day, let there be no argument. Let us agree as we lay to rest today that city study shall be Joe Kadenge study. Tumekubaliana? Tumekubaliana? As many of that opinion say aye. And those who have got opinion say nay. The ayes have it. For such players. What is the country doing for such players? What is the country doing for such players? Nothing completely. I want to put this before the government. Let's all come together when the former legends are still alive. Let them enjoy the fruits of what they did when they are still alive.